Uhali gani mtazamaji wa Manara TV, ni siku nyingine tena na leo tumekuja mpaka Kimara Stopover katika tawi la mashabiki na wapenzi wa Young Africans, na hapa niko na katibu wa tawi hili Evod. Nataka niongee naye nizungumze naye mambo kadhaa, lakini kubwa ni kuhusiana na tawi, lakini pia juu ya sekeseke la Yanga, bodi ya ligi na TFF. Katibu, habari za uzima wako? Si salama, za kwako? Poa. Niko poa kabisa. Kwanza kabisa tukianzia hapa labda mpaka sasa hivi maendeleo ya tawi lenu yakoje? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba maendeleo ya tawi ni mazuri. Kila kitu kiko poa kwa msaada na naweza kusema msukumo mkubwa wa wanachama wa tawi hili la Stopover ambao tuko sasa hivi 170. Katika 170, 130 ni active. Kwa hiyo wanatupa support kubwa, ndio maana unaona mpaka sasa hivi tuna ofisi iliyokamilika na tupo na mpango na utaratibu wa kuzindua tawi letu hapo baadaye. Okay, labda mpango wa kuzindua tawi ukoje mpaka sasa hivi? Nafikiri sasa hivi baada ya kukamilisha baadhi ya vitu muhimu kwenye ofisi yetu, mwelekeo sasa ni kuitisha mkutano mkuu wa wanachama ili tuweze kujipanga tarehe ya kuzindua tawi letu kulingana na ratiba ambazo tutazipata ndani ya klabu yetu, kwa sababu uzinduzi wa tawi letu unategemea na ratiba ya klabu yetu inavyokuwa. Kwa hiyo tutaangalia ratiba ya klabu yetu inakuaje na sisi tutajipanga, tutatangaza tarehe ya kuzindua tawi letu. Labda mapokezi ya wanachama wapya kujiunga na tawi lenu kwa sasa hivi yapoje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Stopover ni tawi moja kubwa sana, tawi kongwe ambalo kwa sasa hivi limerudi kivingine. Na wakati huu kulingana na viongozi ambao tunao na wanachama, bado tunaendelea kupata wanachama, na nitumie nafasi hii kuwaomba wadau wa Stopover, mashabiki wa wanachama na wanachama wote waendelee kufanya kila linalowezekana ili tuweze kuongeza idadi ya wanachama wetu, kwa sababu ndio nguzo kubwa ya klabu yetu kwa sasa. Wanachama ndio nguzo kubwa yetu sisi kwa wakati huu. Kwa hiyo niombe mashabiki ambao bado hawajajiunga na wanachama waje ofisini. Kuna namba za simu ziko hapo ofisini, wapige simu, watapata maelekezo na kazi zinapatikana. Okay, labda kwa mtu ambaye pengine yupo tu anatamani kujiunga na tawi la Kimara Stopover lakini hajui, labda mnaangalia vigezo gani au ni kipi ambacho mtu labda kama anataka kujiunga kuwa mwanachama awe na kitu gani na gani? Vigezo kwa sasa hivi kwenye tawi letu la Stopover, kwanza uwe mwana Yanga. Mwana Yanga kindakindaki. Pili, kwa sasa Stopover kwa uongozi wa tawi tumetoa ofa. Yoyote mwanachama, shabiki yoyote ambaye anatamani kuwa mwanachama wa klabu hii, haja na shilingi 20,000 ofisini kwetu atapata kadi yake. 20,000 tu inatosha. Akifika ofisini hapa kuna namba zipo, ofisi itakuwa iko wazi, atakutana na mtu wa ofisi, mhudumu wa ofisi, atampa utaratibu unavyotakiwa. Kwa hiyo atapata kadi yake. Kwa hiyo aje na shilingi 20,000 tu. Kadi ni 29,000. Kwa maana ya kwamba 24,000 inakwenda klabu, 2,200 kila mwezi, na 5,000 ni gharama za upatikanaji wa ile kadi. Kwa hiyo lakini sisi wanachama ni viongozi wa Stopover tumetoa ofa. Yeyote mwenye 20,000 haje ofisini, ofisi itamuongezea shilingi 9,000. Okay, sawa. Tukija sasa katika upande wa hali ilivyo kwa sasa hivi kwa klabu ya Young Africans pamoja na TFF, mambo yanazidi kuwa magumu, niseme hivyo. Labda kwa hichi ambacho kinachoendelea, matumaini ya ushindi kwa msimu huu Young Africans bado mnao? Yes, matumaini ya ushindi hapo. Yaani unajua, ngoja nikwambie sister, kinachofanyika sasa hivi ni kiburi, tuseme ulevi wa madaraka na wa baadhi ya viongozi wetu wa shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi, ndio iliyozalisha mambo haya yote yakatokea. Lakini ni kukosa weledi, tunaweza kusema kwa wakati mwingine. Kinachosimamiwa na Yanga sasa hivi na viongozi wetu ni ni swala la kimpira. Tunataka mpira uchezwe bila vinyongo, bila makandokando, bila upendeleo wa timu yoyote. Kwa hiyo Young Africans wanafanya hivi kwa faida ya mpira wa Tanzania, wala hakuna kitu kingine ambacho. Kwa hiyo wao wajaribu kuangalia namna gani wanaweza kuliweka ile swala ili tuende kwenye kile ambacho kinatakiwa, kwa sababu hapa kinachotakiwa ni kanuni. Kila kitu kina kanuni, na kanuni wanazo pale Karume TFF. Mimi nashangaa kwa nini wanakuwa wagumu kuzitekeleza. Wasimamie kanuni ambazo zitaweza kutufikisha mbele. Sisi ndio kinachotakiwa. Nimefanikiwa kuzungumza na mashabiki kadhaa, lakini pia kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba yani ni kama vile sasa Young Africans ninyi mnawavimbia TFF. Wala hakuna anayevimba. Yani Yanga ukiangalia kinachosemwa na Yanga ni swala ambalo kila mdau wa mpira wa nchi anapaswa kusupport. Kwa sababu Yanga wanatetea maslahi ya mpira wa nchi. Basi, mengine makelele tunasema ni ulevi au kukosa weledi kwa baadhi ya watu ndio tufikisha huko.
Wewe tukianza kuulizia ilikuwaje mpaka ile mechi ya tarehe 8 ikairishwa, huwezi kupata majibu. Na kwa nini wasiwe majibu? Mara kuna simu, kuna kiongozi alipiga simu. Kiongozi gani? Sisi tunaotambua kwamba wanaoongoza mpira ni sasa hivi ni TFF. Sawa, wao na bodi ya ligi. Kwa hiyo wanatakiwa atuambie kwamba kilichotokea tarehe 8 ilikuwa 1 2 3, sisi tuone kama kinafaa tutacheza. Na mmejipangaje endapo labda ikitokea tofauti, aidha mkashushwa daraja, mkapokonywa point 15, mkapokonywa na ubingwa? Yaani mimi nafikiria kama kanuni zitaelekeza sisi tushushwe daraja, sisi tupo razi kabisa. Kama kanuni zitaelekeza sisi tushushwe daraja, wala hatuna taabu, watushushe daraja. Lakini kama kanuni hazielekezi, wajue kwamba huu moto wale uwasha inabidi wauzime. Na mpaka leo pako kimya, na tunafahamu kwamba mechi ilipangwa ifanyike tarehe 15 Juni, lakini mpaka leo tarehe 12 pako kimya. Haya maswali sasa itakuwa wao ndio wajibu, kwa sababu walisema kwamba mechi ipo tarehe 15, sisi tukasema mechi hakuna mpaka tupate majibu ya ripoti ya tarehe 8. Kwa hiyo kama hawajatoa majibu na wamesema mechi ipo, sisi tuwasikilize wao, watangaze viingilio, wapeleke timu wanaoijua wao ikacheze, sisi bado tunawasikilizia. Na mashabiki wa Simba wanasema kwamba wao wataenda kama kawaida na uwanja wataujaza. Kwenye hili la mashabiki wa Simba kidogo wasipende kulizungumza, kwa sababu yani Simba ni kwamba wanaingilia yasiyo wahusu. Kwa sababu hili sakata ni la kwetu sisi na TFF. Wao wanadandia tu gari kwa mbele. Wao kama wanatotaka watungojee, waambie viongozi wao wa bodi ya ligi na TFF walete ripoti mezani, watuambie kilichosababisha, watekeleze matakwa yetu ya barua yetu iliyopeka TFF, waondoke pale, hundo bodi nyingine, wapange tarehe nyingine, tu watafute tucheze. Okay. La mwisho kabisa, kwa haya ambayo yanayoendelea, labda wewe kama katibu wa tawi la Kimara Stopover, unadhani labda nini kifanyike ili pia kusiwe na mambo kama haya? Nafikiri miaka michache nyuma kulikuwa kuna kampeni, ilikuwa kipindi cha uchaguzi wa TFF. Karia alikuwa anagombea nafikiri na Almayai Tembele. Kulikuwa kuna kampeni inaitwa turudishieni mpira wetu. Kinachotakiwa sasa hivi ni mpira kurudishwa kwa watu wa mpira. Yaani mpira usiongozwe na watu wa siasa, mpira usiongozwe na watu ambao hawana weledi na mpira. Mpira urudishwe kwa watu wa mpira. Nafikiri kila kitu kitakaa sawa. Na sasa hivi tunaelekea kwenye kuandaa AFCON na CHAN nafikiri. Kwa haya yanayotokea ni aibu kubwa. Kwa hiyo lazima wajitafakari. Je, haya tunaenda kuyaandaa na hichi kinachotokea kwenye mpira sasa hivi, je, tunaweza kuakisi malengo ya mpira kwenye nchi hii? Na hili swala niseme tu, sio la unafikiri watu wanafikiri bali la Yanga peke yao. Sisi tunasema Yanga wameamua kufanya hivi ili mpira wa Tanzania hivi vidonda vilivyotokea vipone. Sasa ama kando yaishe. Watu wasimamie kanuni. Ikitokea Yanga amekosea, adhibiwe kwa mujibu wa kanuni. Ikitokea Simba ana makosa, adhibiwe kwa mujibu wa kanuni. Ikitokea Mbao sijui ile pole wamekosea, na waadhibiwe kwa mujibu wa kanuni. Ndicho ambacho Yanga wanakitaka. Lakini masuala sio ya kutumia busara, masuala sio nani amefanya hivi, kuna kiongozi amepiga simu, masuala ni ya ovyo. Yaani ni ya ovyo na hayawezi kusikilizika kwa watu wenye akili timamu. Okay, mwanzo unasema kwamba huko kama ikitokea kanuni Yanga wakishushwa daraja basi nyie mko tayari. Labda nadhani Yanga wakishushwa daraja, vipi kuhusiana na wanachama? Unafikiri wataendelea kujisajili? Yes, wanasajili kwa sababu ya Yanga. Si tujisajili kwa sababu ya TFF kwa sababu ya mtu mwingine. Usajili wa wanachama ni kwa sababu ya klabu yao. Kwa hiyo sisi tupo pamoja na klabu yetu. Tukishushwa daraja, sisi tukafanyaje? Sisi tupo pamoja sambamba na klabu yetu. Na nikwambie, haya nasema tu ya kushushwa daraja ni kauli tu za watu walioshindwa. Yaani hakuna yeyote ana uwezo wa kutushusha daraja. Na kwa sababu hayupo na hatotokea. Yaani hayupo na hatatokea. Tukitaka kushuka daraja sisi tutakiuka kanuni za mpira wa miguu. Hapo tumeshakubali sasa kushuka daraja. Kwa maana kwamba tutafanya tofauti na kanuni zinavyoelekeza. Tutashuka daraja. Lakini kwa wakati huu tumesimamia kanuni, hakuna atakaye tushusha daraja na hayupo. Yeah. Ikiwa haya yanaendelea yote na rais wa TFF bado yupo kimya kabisa, unadhani anastahili kuendelea kuwepo? Yaani nafikiria ni amechelewa. Kwa haya yanayoendelea, kwa kiongozi mwenye weledi, alistahili asiwepo ofisini mpaka sasa hivi. Lakini kwa sababu ya kukosa weledi, ulevi wa madaraka, ubabe ambao una maana yote kwenye mpira, ndio maana unaona wamekaa kimya, wanajiamulia kujitolea matamko, huyu amesema hivi, ukienda kwa Mguto amesema hivi, kwenda kwa, yaani wanashindwa kusimamia pointi moja ya msingi kwamba hawa wanachokitaka ni hichi, kitekelezwe basi.
lakini kwa kosa weledi wao, ubabe, ujuaji mwingi wa baadhi ya viongozi wa shirikisho ndio wanakotupeleka huku tulikofika sasa hivi. Kwa hiyo kiukweli walistahili kutokuwepo ofisini mpaka sasa hivi. Na nikwambie, Baraza la Michezo la Taifa BMT, hili swala ambalo Yanga wameliibua sasa hivi kuhusu madai yao ya fedha, mimi nafikiri kingeundwa chombo huru ambacho kingechunguza jambo hili, kikaenda TFF pale, kikachunguza, kikaja majibu, kwa sababu hao TFF pamoja na bodi ya ligi wameshindwa kutoa majibu yale yanayoeleweka. Yeah. Bwana, neno lolote kwa mashabiki wa klabu ya Young Africans kutokea hapa Kimara Stopover? Mimi naomba niwaombe mashabiki wa Yanga popote pale mlipo, nguzo kubwa ya klabu yetu sasa hivi ni ada ya wanachama shilingi 24,000 kwa mwezi. Ili uwe mwanachama, ili uweze kuisaidia klabu yako. Viongozi wetu sasa hivi wanapitia sekeseke kubwa. Kama ulivyosikia sasa hivi kwamba baadhi ya fedha tulikuwa tujalipo za zawadi. Imagine viongozi wanaendeshaje klabu. Wachezaji wanalipwa posho vipi? Mishahara ya wachezaji inakuwaje? Usajili unaelekea tunafanyaje? Sisi kama wanachama lazima tuwasapoti viongozi wetu, na tunawasapoti kwa njia moja tu ya kulipa ada, kuhakikisha kwamba wewe mwenye kadi hakikisha kadi yako ilipwe. Sisi tuna kauli mbiu yetu inasema kadi ya malipo ni mzigo. Kwa lazima utue mzigo. Hakikisha unakuwa na kadi ambayo ipo active muda wote, na hii ndio sehemu sahihi ya kuwasaidia viongozi wetu. Kwa hiyo tukijisajili kwa wingi, tukawa na wanachama ambao wanalipa ada kwa wakati, nafikiri kila kitu kitakaa sawa kwenye klabu yetu. Tutasajili mchezaji ambaye tunamtaka na hamna ndiye atakayetusumbua. Sasa hivi tunasumbuliwa kwa sababu asilimia kubwa wanaona kama vile tunawategemea. Ndio maana unaona wanazuia hela zetu na nini. Lakini kama tutajisajili kwa wingi, tukawa na idadi kubwa ya wanachama wanaolipa ada, nafikiri kila kitu kitakaa sawa. Okay, labda wewe kama katibu pia unajivunia Yanga kiasi gani? Tumeona kwamba Yanga ametoa wachezaji wakubwa. Tumeona Mayele amechukua ubingwa wa nani, klabu bingwa barani Afrika, lakini pia hata Aziz Ki na yeye ameenda kushiriki katika klabu ya dunia kwa upande wa Afrika. Kwa upande wangu mimi, Yanga ni imani yangu. Naweza kusema hivyo. Yanga ni imani yangu na najivunia sana klabu hii kwa sababu ndio klabu Kongo, ndio klabu ya mafanikio, ndio klabu ya mfano kwa Tanzania hii. Kwa hiyo lazima kama mwanachama na kama kiongozi wa tawi najivunia klabu hii kwa sababu hichi kinachofanyika sasa hivi kwa kina Mayele, kina Aziz Ki na bado wapo wengi ambao watatoka. Sisi tunafarijika kwa kweli na bado tuna mpango na asilimia kubwa sasa hivi ndio maana nasema kwamba wanachama inabidi wajitahidi sana tulipia ada zetu. Tunatamani kufanya vizuri kwa mashindano ya kimataifa kwa msimu unaokuja. Kwa hili tufanye vizuri lazima tuwe na uchumi imara kwa sababu hakuna njia pekee ya kuwezesha sisi kufanya vizuri zaidi ya kuwa na uchumi mzuri. Uchumi mzuri ambao utasababisha tusajili wachezaji wenye viwango vikubwa ili tuweze kufika mbali kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi naomba niwasihi tena wanachama wa Yanga popote pale nchi nzima, tuhakikishe tunaungana na viongozi wetu, tunashikamana na viongozi wetu, tulipe ada kwa wakati, tuisupport timu yetu. Hakuna mengine yanayotoka nje sasa hivi, ni maigizo tu ambayo yana mwisho, yana ukomo wake na unakaribia. Unakaribia. Yaani ukomo, hizi siasa hizi mbilinge sijui uswahili wa shirikisho la soka pamoja na bodi ya ligi unakaribia, ndio mwisho wake umefika sasa hivi. Na tunakwenda kukomboa mpira wa Tanzania kupitia Yanga. Okay, pia maswali yameibuka mengi sana na watu wakasema kwamba kama Yanga walikuwa hawajalipwa fedha zao mwaka jana, ilikuwa CRB, lakini na miaka mingine miwili nyuma, kwa nini walisubiri, walikaa muda mrefu bila kutoa taarifa kuzungumza juu ya fedha zao? Unajua kuna kitu kimoja kwenye uongozi. Kuna vitu sio lazima uvitoe kwa wakati unaovipata. Inabidi kwanza uchunguze, uangalie. Yawezekana kulikuwa kuna sababu za msingi za wao kufanya hivyo, lakini kama kitu kinakuwa ni muendelezo, kitu kinakuwa ni endelevu, alafu bado ukaja ukachangia. Unajua kilichoibua haya mambo sio Yanga kutaka kudai deni. Kilichoibua ni uvunjifu wa kanuni uliofanyika kwa tarehe 7 kuelekea tarehe 8 siku ya dabi. Haya yote ndio yalikuja kuibua haya madudu na yapo mengi sana. Tukiamua yani tuseme viongozi wa Yanga wakiamua kuyaweka mbele, nafikiri kuna watu pale watu kaa. Lakini sasa hivi tumeamua kuwastahi, tukasema haya ambayo ni ya muhimu kwa wakati huu ili yaweze kutekelezeka, mambo mengine yaendelee. Yani tukumbuke kwamba Yanga ilianzishwa mwaka 1995. Ndio klabu ya kwanza kabisa kuanzishwa. Kwa kama ni klabu ya kwanza kuanzishwa, kwa maana hiyo ina hiyo nafasi ya kuibua mambo muhimu ili kusaidia mpira wa Tanzania. Kwa sababu klabu Kongo lazima unapokuwa tunasema mtu mzima dawa, sio? Kwa hiyo Yanga anatumia ukongo wake kusaidia mpira wa Tanzania. Kwa haya anaosemwa na viongozi wetu, hii ndio nature ya klabu ya Yanga. Kwa tupo hapa kwa ajili ya kusaidia mpira wa Tanzania.
Okay, jana pia tuliona CEO wa Young Africans Andre Mtini na yeye alienda pale TFF kwa ajili ya kuweza kupeleka barua ambayo aliambiwa apeleke. Lakini alifika na akaweka barua bila na akaitwa wazungumze akagoma. Si ndivyo? Yeah. Lakini pia afisa habari wa TFF akalalamika juu ya kile ya lile tukio. Wewe kwa unaona ilikuwa ni sahihi? Narudia na kusema kinachofanywa na Yanga ni professionalism. Sasa TFF wanataka kuleta unprofessionalism. Yaani wanataka kufanya vitu kienyeji. Kwa Yanga sasa hivi tunaukataa huo wenyeji. Tunataka tufanye vitu kwa mujibu wa kanuni. Kwa maana hata yani hamuongei na yoyote. Tuwezi kuongea, tumepeleka barua wajibu kilichoandikwa kwenye barua. Na zipo njia taratibu za kujibu. Wao wajibu. Sasa mtendaji wetu hajaenda pale kwenda kupiga swaga. Kwanza kukaa, kwanza kuongea, unajua ilikuwa hivi hapana. Ameleta maandishi mezani, wao wajibu barua inavyotakiwa. Kama kuna haja hiyo ya kukutana, bado pia watahitaji maandishi yaende klabu ya Yanga, waita Yanga wafanyaje? Waende wakakutana nao kama kuna haja hiyo ya kufanya. Sijuzi bodi ya ligi walikutana na Yanga wapi? Karume hapo. Kwenda kuzungumza. Si walipeleka barua? Na Yanga wakakiri kwamba wamepokea barua. Si walienda? Kwa juzi tumepeleka barua na wao wajibu ile barua kama inahitaji, kama kuna wito waandike barua ya wito, Yanga wataenda. Lakini masuala ya kutaka kwamba Yanga aende mtendaji mkuu afike pale akakutane na nani waanze kuongea chumbani imekuaje mambo hayapo yameshapitwa na wakati. Sasa hivi tunataka tusimamie mpira, tusimamie kanuni, viongozi wetu wameamua kuwa front kwa ajili ya kuokoa mpira wa Tanzania. Labda nadhani walijisahau kiasi gani TFF kwa sababu tarehe zimeenda na mpaka wanakuja kushtukia kwamba mbona kama tarehe dabi inakaribia na hakuna maandalizi yoyote. Walidhani labda kwamba ninyi mngecheza tu kama ilivyokuwa kawaida? Yaani ni kwamba walikuwa wanatikisa kiberiti. Wakakuta kiberiti cha Yanga kimejaa. Na ni kwamba hawasomi tu historia ya hii klabu. Klabu hii inapokuwa na msimamo wa jambo lake haijawahi kuyumbishwa na mtu yoyote. Hiyo ndio nature ya Yanga. Kwa hiyo sasa asije akatokea mtu bila kujua akaamua tu kusema hii twende nayo haitatokea. Kwa hiyo hicho nakifanya TFF walikuwa wanafikiria wanadhania kwamba Yanga ni nyepesi kiasi hicho. Yanga inaongozwa kwa mujibu wa katiba, sheria na utaratibu. Sawa? Kwa hiyo hichi kinachofanyika Yanga sasa hivi ni katiba, tunasimamia katiba yetu, tunasimamia kanuni zetu na utaratibu uliokuwepo. Kwa hiyo wao walisema kwamba wanatangaza ticket, sisi tumewapa uwanja huo watangaze. Tarehe ya dabi tarehe 15 waite hiyo timu yao sio Simba waende watafute na kikosi kingine wakacheze dabi. Ikifika siku wakae watupoke point 15 walizosema sijui watushie daraja. Sisi tunawasikilizia. Sisi tunasubiri tu. Sisi tunawasikilizia. Liwalo na liwe. Sasa hivi tunawasajili wanachama, tunaendelea kupiga kelele wanachama wajiunge, mashabiki wajiunge kwa wanachama, watu walipe ada zao. Tunaingia kwenye tarehe 1 ndio mwaka wa malipo wa klabu yetu ya Young Africa. Kwa hiyo tunatakiwa tu renew vyeti hivi ambavyo vinaisha tarehe 1 mwezi wa 7. Ndio kazi iliyobaki sasa hivi. Mengine tunawasikilizia wao. Okay, juzi katika nilikuwa na peruzi mtandaoni nikakuta memes moja inasema kwamba usiombe Mungu mwanao akawa na kiburi kama cha Young Africans. Ni kweli Yanga mna kiburi kiasi hicho? Na kiburi chenye manufaa. Yaani kiburi cha Yanga ni kiburi chenye manufaa. Yaani ni nature ya Yanga. Huo ndio utamaduni wa Yanga. Yanga hajawahi kuonewa wala hajawahi kuonea mtu. Yaani Yanga pale anapokuwa anaona kabisa amekosea yupo tayari anaadhibiwa. Lakini usije ukafikiria kwamba Yanga unaweza ukaiendea unavyotaka wewe. Hapana. Hata viongozi wa klabu ya Yanga, nataka nikupe hiyo. Hata viongozi wa klabu ya Yanga pale hawanajua kabisa hii klabu ni ya namna gani. Hakuna kiongozi yote anaweza kuingia Yanga pale akafanya siasa ambazo ni kinyume na katiba ya Yanga. Hawezi kukaa pale makao makuu. Na ndio maana tuliwaambia viongozi wetu, mkikubali yale maagizo ya viongozi wetu sio maagizo ya wao wameamua tu wamekaa kwenye vikao akaamua tucheze. Yaani maagizo ya wanachama na mashabiki wa klabu hii. Kwa maana ya kwamba tuliwaambia asije katokea kiongozi wa aina yoyote akaruhusu timu ikaenda uwanjani kucheza tarehe 15. Marufuku na itotokea. Kama wanataka wameona kwamba kuna manufaa hayo, wanastahili kutuita kwenye mkutano mkuu wa klabu wa dharura. Tuende tukajadili, tuone kama itafaa kupeleka timu. Bado watatuita kwenye mkutano, halafu pia tukaone kama itafaa. Maana tuanza kwenda kwenye mkutano pia tukakataa hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna kiongozi yote atakayekubali hii mechi ikachezwa. Okay. Kwa sababu atakuwa amehatarisha uwepo wake ndani ya klabu yetu. Bwana mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Nakaribisha sana Manara TV kwenye ofisi hii, ofisi ya kisasa kabisa. Na nafikiri tutakaribia kutazindua tawi, nafikiri mtakuwa
pamoja na sisi. Tutafika hapa kama ilivyokuwa kawaida. Huyo ni katibu wa tawi la Kimara Stopover hapa Kimara. Nimeongea naye mengi, lakini pia kubwa ni kuelekea uzinduzi wa tawi lao hili hapa jipya, linapatikana hapa Kimara Stopover, na insha Allah basi hiyo siku sisi kama Manara TV tutafika hapa kwa ajili ya kuweza kushuhudia kila kitu ambacho kitafanyika. Mimi ni Mwajuma Twahiru, nyuma kamera ni Stanislaus Mapicha, na hii ni Manara TV.